mwingine unapokaribia kumalizika, ni kawaida kutafakari juu ya hali juu ya chini ya kila kitu katikati. Mwisho wa mwaka ni wakati wa kusherehekea masomo ambayo tumejifunza, ukuaji ambao tumepata na kumbukumbu ambazo tumefanya. Pia ni wakati wa kuangalia mbele, kujazwa na matumaini, msukumo na motisha kwa mwaka ijayo. Mwaka unapomalizika ni wakati mzuri wa kusisitisha na kutafakari juu ya uzoefu, changamoto na kumbukumbu ambazo ziliunda miezi 12 iliyopita. Nukuu hizi husaidia kunasa nyakati hizo za kutafakari. Mwisho wa mwaka si mwisho wala mwanzo, bali ni kuendelea na hekima yote ambayo uzoefu unaweza kututia ndani yetu. Kile ambacho mwaka mpya unakuletea kitategemea sana kile unacholeta kwa mwaka mpya. Jambo bora juu ya siku zijazo ni kwamba inakuja siku moja kwa wakati, kwa maana maneno ya mwaka jana ni ya lugha ya mwaka jana, na maneno ya mwaka ijayo yanangojea sauti nyingine. Jifunze kutoka jana, ishi leo, tumaini la kesho. Siku ya mwaka mpya ni siku ya kuzaliwa ya kila mtu. Haijachelewa sana kuwa vile ungekuwa. Huu ni mwaka mpya, mwanzo mpya, na mambo yatabadilika. Habari mbaya ni wakati unaruka. Habari njema ni kwamba wewe ndiye rubani. Majito ya kila mwaka ni bahasha ambazo ujumbe wa matumaini hupatikana kwa mwaka mpya. Mafanikio siyo ya mwisho, kutofaulu siyo mbaya, ni ujasiri wa kuendelea kuwa muhimu. Siku ya mwaka mpya ni wakati mzuri wa kurekebisha macho ya mtu kwenye lengo pekee la kweli, kuwa wanadamu bora. Mafanikio kawaida huja kwa wale ambao wako bizi sana kuitafuta. Maisha yako, maisha mimi hayazidi kuwa bora kwa bahati, inakuwa bora na mabadiliko. Tumsifu Yesu Kristo. Masomo yetu yote ya leo mradi jambo moja, shukrani. Tutasikiliza kwenye tangulizi ya 4 ya kawaida. Wewe huna haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa hazikuzidishie kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu. Shukrani hutuunganisha na mapenzi ya Mungu na kutuvuta karibu naye. Haijalishi ni changamoto gani
tunazokabiliana nazo. Tunaweza kufanya chagua la kumshukuru, kukupatia moyo mwenye shukrani, hakupuuzi nyakati ngumu. Unakubali uaminifu wa Mungu katikati yao. Chukua muda leo kumshukuru Mungu, sio tu kwa baraka zake, bali kwa wema wake usiobadilika. Shukrani kutusaidia kumwona Mungu. Shukrani kufungua macho yetu ya kiroho. Kuna mzunguko mzuri katika kumshukuru Mungu. Kadiri tunavyomshukuru ndivyo tunavyomwona akifanya kazi ndani yetu na karibu nasi. Shukrani kutusaidia kuhisi uwepo wa Mungu, utunzaji wake wa kibinafsi na wakati wake kamili. Msidanganyika, ndugu zangu wapendwa. Kila zawadi kamilifu inatoka juu, ikishuka kutoka kwa Baba wa taa za mbinguni. Shukrani huleta amani. Shukrani hutuvuta kwa Mungu. Shukrani huleta kuridhika. Shukrani huongeza imani. Shukrani husababisha furaha. Walinzi wa shukrani dhidi ya wivu. Shukrani hutusaidia kuishi sasa. Shukrani ni ushuhuda. Wacha azimio letu la mwaka mpya libadilike kutoka kwa njia zetu mbaya za kufanya mambo hadi njia mpya za kufanya mambo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Leo tuna watu watalala mahali anakunywa bia, si ndio? Leo tutakesha mpaka tutaona mwaka mpya. Tumeshaanza nzuri, kuanza kwa Mungu, kwa sababu maisha yetu ni kama soko. Tumsifu Yesu Kristo. Ni nzuri kuanza kwa Mungu, kwa sababu hata sisi hatujui siku Mungu atakumwita. Watu wengi tumeanza mwaka 2025 lakini wamerudi kwa Mungu. Hata leo jana mchana nimeenda kwa ajili ya papo mgonjwa, leo aliondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu angalia, maisha yetu lazima kubadilisha. Watu wanasema kila mwaka mpya wana kama resolutions, mabadiliko ya kweli inaanza na mwenyewe. Hatuwezi kubadilika mtu mwingine, inaanza na mwenyewe. Kama unataka kubadilisha watu wengine itakuwa ngumu, inaanza na mwenyewe kwanza. Wakati imeanza na mwenyewe, watu wataona matunda. Maisha yetu inazaa. Tumsifu Yesu Kristo. Kila wakati tunashukuru Mungu. Mungu
kama nimeshasema kwenye utangulizi ya 4 ya kawaida, wewe huna haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani, maana nyimbo zetu za sifa hazikuzidishie kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu. Wakati tunatoa shukrani kwa Mungu, hatuongeza kitu kwenye Mungu, lakini inatufanya kupata wokovu yetu. Wakati tunatoa shukrani kwa Mungu, hamna kitu tunaongeza kwa Mungu, hapana. Sisi ni beneficiaries, sio Mungu. Kila kitu tunafanya ni sisi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeanza njia mwema kwa kuja kanisani leo, siku ya mwisho ya 20 na 25. Tuna watu hapa, tutaonana tena Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo. Si ndio? Ni Pasaka, wakati wa Kwaresima watakuja tena na nguvu mpaka watamaliza Pasaka, watakuja basi Christmas leo kama mwaka ya mwisho 20 na 26 atarudi tena badilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu atubariki.